na kuweza kuja kusikiliza yale ambayo tulionayo, tutaka tupeane habari. Kama alivyotangulia kuelezwa, jina langu ninaitwa Kasim Ephraim, ni kaimu mkurugenzi wa uchunguzi TAKUKURU. Ndugu waandishi wa habari, lengo la kuwaita muda huu ni kwa sababu daima tuko pamoja katika mapambano dhidi ya rushwa. Tunapokuwa na jambo tunataka tukulishane, tunaona ni vizuri tukajenga hivi kuitana na kuelezana. Ndugu waandishi wa habari, ni kwamba mnakumbuka kwamba mnamo tarehe 11 tuliweza kuwapa taarifa kwamba kuna watu wafikishe mahakamani ambao ni wakurugenzi wa kampuni ya usafirishaji Dar es Salaam basi ya mwendo kasi UDAT. Tunashukuru mlikuja, na hao watu walifikishwa mahakamani, walikuwa 4. Kiwepo mfanyabiashara mmoja na wakurugenzi wa UDAT 3 ambao walifunguliwa kesi ya hujumu uchumi namba 11 ya mwaka 2019. Sasa leo tumewaita kwa kushukuru kwa ushirikiano wenu, lakini pia na kuambia haya yafuatayo. Leo tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2019 tuna kigogo mwingine atafikishwa mahakamani kwa kuhujumu kampuni ya usafirishaji wa mabasi ya mwendo kasi UDAT. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa itamfikisha leo muda si mrefu baada ya kuongea na nyinyi hapa Bi Florencia Jonathan Mashauri. Huyu ni mkurugenzi wa kampuni ya Zenon Oil and Gas Limited, kujibu mashtaka ya wizi, uhujumu uchumi, ukiukaji wa sheria ya mafuta juu ya ujengaji wa kituo na uuzaji wa mafuta kwa kampuni ya UDAT, pamoja na makosa ya utakatishaji wa fedha haramu ya zaidi ya fedha za Kitanzania bilioni 1.2. Taasisi ya kuzuia rushwa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, inapenda kuwashukuru Watanzania wazalendo ambao wamekuwa mstari wa mbele kushirikiana na taasisi hii katika kuwafichua wale wote ambao wanajihusisha, wanalihujumu taifa letu, ikiwa ni pamoja na kujihusisha na vitendo vya rushwa. Ndugu waandishi wa habari ambao ni wadau wetu muhimu, mtakumbuka kama nilivyosema hapo awali kwamba hiyo Februari 11, 2019 tulifikisha mahakamani watuhumiwa 4 kama nilivyoeleza hapo awali katika kesi ya hujumu uchumi namba 11 ya mwaka 2019. Kesi hii iliwahusu viongozi wa shirika la usafirishaji Dar es Salaam UDAT pamoja na wafanyabiashara ambao walishtakiwa kwa makosa ya wizi, kughushi pamoja na utakatishaji. Ndugu waandishi wa habari, kwa kushirikiana na ofisi ya mashtaka ya taifa, ofisi ya DPP, leo tarehe 10 tunamfikisha mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam mfanyabiashara nilimtaja ambaye ni Florence Jonathan Mashauri, ambaye ataunganishwa na wale washtakiwa wengine 4 ambao walifikishwa mahakamani tarehe 11 Februari mwaka 2019. Mfanyabiashara huyu
ni mkurugenzi wa kampuni ya uagizaji wa mafuta kwa wingi bulk aina ya petroli na diesel iliyosajiliwa kwa jina la Zenon Oil and Gas Limited ya jijini Dar es Salaam. Petroli na diesel kwa rejareja, ambapo walikuwa wakiuzia mafuta kampuni ya usafirishaji Dar es Salaam UDAT. Uchunguzi wa TAKUKURU umebaini kwamba chini ya utaratibu huu wa kuuza mafuta rejareja, kampuni ya Zenon Oil and Gas Limited iliweza kuiuzia kampuni ya UDAT mafuta hewa na kusababishia hasara ya zaidi ya shillings pesa za Kitanzania bilioni 1.2 1.2 kwa maana nyingine. Sambamba na kosa hili, kuna makosa mengine ambayo yametendeka kwa kupitia kwa mfanyabiashara huyu ambaye ni mkurugenzi wa hii kampuni ya Zenon, ambapo kwa ujumla wake yamemsababishia UDAT hasara ya zaidi ya fedha za Kitanzania bilioni 2.4. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na mtuhumiwa huyu, viongozi wengine wa kampuni ya Zenon Oil and Gas ambao nisema ifanya mauzo hewa mafuta thamani ya shillings 1.2 bilioni. Kurugenzi wengine katika kampuni hii ni Bwana Robert Simon Kisena na Bwana Kulwa Simon Kisena, ambao hawa walifikishwa mahakamani tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2019. Waandishi wa habari, tunatumia fursa hii kuwajulisha kuwa mtuhumiwa Florencia Jonathan Mashauri ni mke wa Robert Kisena ambaye ni mshtakiwa wetu, ambao tusema ashashtakiwa katika kesi hiyo ya kwanza iliyofunguliwa tarehe hiyo ambayo ni economic namba 11 2019. Mnaona uhusiano hapa. Tunatoa wito kwa jamii kwamba wafanyabiashara au mtu yeyote asijihusishe na vitendo vya rushwa, kwani TAKUKURU ipo macho. TAKUKURU ipo macho saa zote kuhakikisha kero ya rushwa inadhibitiwa. Tunawaomba wananchi waendelee kutoa ushirikiano kwa TAKUKURU na serikali kwa ujumla katika kuwafichua wale wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa. Vile vile tunawasihi kuwa tayari kutoa ushahidi dhidi ya kesi hizi pindi itakapohitajika kufanya hivyo. Mtaji wa TAKUKURU mkubwa ni wananchi, mkiwepo nyinyi waandishi wa habari. Tunapokuwa na kesi tunategemea tuwe na mashahidi, tunataka tupate vielelezo. Kwa kushirikiana kwa pamoja, tunaamini kabisa kwamba kwa dhati tunaweza kutokomeza rushwa. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, lengo letu la kuwaita kama nilivyosema awali ni kujulisha hili tukio ambalo linaenda kufanyika sasa hivi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kufikishwa mahakamani kwa Florencia Jonathan Mashauri. Tulimtafuta kwa muda kidogo, lakini kwa msaada wenu pia nitupelekea kumpata, ambapo leo tunamfikisha mahakamani. Nategemea baada ya maelezo haya tutakutana mahakamani kushuhudia tukio hilo. Pia tunaomba kwa wale wengine tunatafuta, mkipata taarifa zao, tunapotushirikiana kupeana taarifa kama mbona tusaidia kwa hili tuweze kuwapata, ili sheria shike mkondo wake. Nawashukuruni sana kwa kuja, nashukuru sana kwa kuendelea kushirikiana na taasisi na kushirikiana na serikali katika kupambana na maovu ikiwepo rushwa, vitendo vya rushwa. Asanteni sana.